Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Al-Amnu TV pamoja na Amigo TV. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku nyingine tena, siku ya faida, siku muhimu, siku ambayo tunaijenga historia Al-Amnu TV, Amigo TV, tukishirikiana pamoja na Shifa Medical Center. Katika dunia ambapo upendo na huruma vinazidi kupungua, lakini bado matendo mazuri yanaendelea kuwepo hapa duniani. Leo hii tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2024, Al-Amnu TV pamoja na Amigo TV wakiungana au wakishirikiana pamoja na Shifa Medical Center wanaileta huduma ya afya katika mji wa Kagwema panapopatikana watoto mayatima. Angalia Al-Amnu TV, Amigo TV ili uyajue mengi ambapo yanaendelea kujiri hapa katika kituo cha watoto mayatima siku hii ya kutazama afya zao. Kumbuka, huduma zote ni bora ila huduma ya afya ni muhimu zaidi. Jabir miaka 14 au ndi nyuma Mugisha Hamza Kama unavyozingatia watoto wote hawa ambapo wanapatikana katika kituo hichi cha watoto mayatima hapa Kagwema wanaendelea kupewa huduma za afya. Kama unaona manesi tayari hapa wanaendelea na kazi zao, na sisi ambao sio wataalam katika hizi kazi mengi zaidi tunakuja kujua kutoka kwao, maana tunaona watoto wanapimwa uzani hapa, wanapimwa vilo ili wajue vilo vyao ni vingapi, na mengine mengi yanaendelea hapa, na imani hawa ambao wanahusikana na haya wataendelea kutuhabarisha na kutujuza ili wewe ambaye uko nyumbani unafuatilia Al-Amnu TV pamoja na Amigo TV uweze kuhabarika, uweze kujua kile ambacho kinatendeka siku hii ya leo tarehe 13 Oktoba mwaka 2024. Karibu uweze kuwasikia manesi hawa wanatuambia nini kuhusu afya za watoto mayatima hapa Kagwema. Sisi hapa kazi tumekuja kufanya hapa, kama mimi hapa naandika ni listi ya watoto tunaowapokea hapa. Mwenzangu hapa wanapima sukari, kabla ya watoto kuja hapa, wakitoka pale wanakuja wamepima vilo. Alafu tukimaliza hapa tunawatuma kwa madaktari. Madaktari ndio wanaenda kuwapima na kutazama labda mtoto ana matatizo gani na nini, na wanajua dawa gani wanaweza kumwandikia. Ndio kazi ni tuko tunafanya hapa kwa leo. Na mpenzi mtazamaji, kama ulivyoshuhudia, wenye taaluma yao hapa wanatufahamisha kuwa hapa ni sehemu ambapo watoto wanapimwa sukari au wanapimwa vile vile na vilo au mzani kujua mtoto ana kilo ngapi. Wakitoka hapa wanahamia upande wa pili kuongea na madokta waweze kuwachunguza zaidi maradhi au matatizo ambayo wanaweza kuwa nao katika mwili. Hebu endelea kufuatilia hapa, nikupeleke kule kwa madokta uyajue mengi kuhusiana na watoto mayatima hapa. Kumbuka leo tarehe 13 Oktoba mwaka 2024, Al-Amnu TV pamoja na Amigo TV wakishirikiana na Shifa Medical Center wanatoa huduma ya afya katika kituo hichi cha Kagwema kinachopatikana katika mji huyu wa Kagwema. Endelea ili uzidi kuyafahamu mengi inshallah. Witwa Nabii Amakuria Ugari malaria n'ibicurane wagwaye jana urakorora Vemon ndakoze ngaho urawa. Na mpenzi mtazamaji, katika harakati za kuijenga taifa bora, taifa linazingatia wale ambao wenye mahitaji au wale ambao ni dhaifu zaidi, kitu ambacho kinaendelea kutendeka hapa katika kituo hichi cha mayatima Kagwema, ambapo huduma ya afya inaendelea kutolewa chini ya usimamizi wa Al-Amnu TV, Amigo TV na wakishirikiana na Shifa Medical Center ambayo imejitolea siku hii ya leo kuja na manesi hapa kutazama afya za watoto hawa wanaopatikana hapa Kagwema katika kituo hichi cha mayatima hapa Kagwema. Baada ya kupima vilo na kuweza kusajiliwa kwenye makaratasi ili kutambua watoto majina yao na kuweza kutambua uzani ambao wanapima, kisha wanapimwa kisukari. Sasa hivi wanakuja sehemu hii kukutana na madokta ili waweze kuelezea au kuzungumzia na kuchunguzwa zaidi afya yao na kutazamwa ili matibabu yaendelee na endelee kupata huduma na dawa vile vile inshallah kwa huruma wake Mwenyezi Mungu.
Mungu. Njoo uwasikilize madokta kile ambacho kimewaikaza hapa kuendelea kutumikia majukumu yao ya kila siku ya kusaidia afya za binadamu, hususan watoto hawa mayatima ambao wameshikwa kuja kuwasaidia na kuweza kutambua afya zao. Kule watoto kawaida wanaanza kupimwa kilo, wanatizamwa hali yao ya jinsia, gisi walivyo, ni wanaume ni wanawake, na wanapana majina, kisha wanapimwa sukari. Kisha wakija hapa kama daktari tunawatizama kwa ujumla, kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu, kama hata hakuna donda wala hakuna maupele wala kama hawana matatizo yote katika ndani kwenye tumbo na nini, na tunauliza wakubwa zao ili watuelekeze zaidi. Tunakuwa tunajua ni mtu gani ana tatizo gani, tunamwandikia dawa, baadaye tutawapa na dawa. Du date du 13 octobre 2024, nous, comme une équipe médicale venant de Shifa Medical Center, on est ici pour prendre en charge les orphelins qui sont dans l'orphelinat de Kagoema. La plupart d'entre eux, ce sont des petits-enfants et il y a aussi des adultes. Ce qu'on fait, on les prend les paramètres, donc le poids, la glycémie capillaire, on fait des consultations. On fait consultation 1 à 1. Après avoir fait un interrogatoire qui est minutieux, on fait un examen physique qui est bref et on fait des prescriptions. Et si on a aussi des cas, par exemple des cas de la chirurgie, on va les mettre à côté pour pouvoir les prendre en charge plus tard. Naam, kama ulivyozingatia, sehemu hii ni sehemu ambapo watoto wanakuja kuzungumza na madokta, na kama ulivyosikia madokta walielezea taaluma yao, umuhimu wao, ubora wao, kile ambacho wanaendelea kukitumikia hapa na kukitenda hapa katika watoto hawa mayatima, wanaendelea kukifanya. Walikuelezea kwa urefu na imani umekizingatia na umekielewa. Hebu tuendelee kuyaangalia mengi ambayo yanajiri hapa katika kituo cha watoto hawa mayatima hapa Kagwema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru mara nyingine Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, nikimtakia rehema na amani kiongozi wa umma mwenye mfano mwema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wa nyumbani kwake na wote wataofuata maneno yake mpaka siku ya mwisho. Tumuombe Allah atuweke miongoni mwa hao, Allahumma amin. Nazitoa shukrani zangu za dhati kwake Allah subhanahu wa ta'ala, amekuwezesheni wote kwa jumla mliwezeshwa kufika hapa, si jambo la kila mtu. Nikimtaka Mwenyezi Mungu akupeni ujira mwema duniani mpaka kesho akhera. Ninayo furaha kubwa zaidi, mno zaidi ya zaidi. Sijui nisemeje pasina kumshukuru Mwenyezi Mungu, naona hakuna lingine jambo naweza nikalisema. Kituo hiki kina miaka 17 nimewalea watoto hao. Kwa faraja kujisikia tu niwalee watoto hao. Nimempa nini Allah niwe na wazazi wawili? Nitakuwa wanani nitapokuwa na mimi nimetoka dunia, watoto wangu watabaki nje? Alhamdulillah. Nilikuwa sijawahi kuona kitu kama hiki cha siku ya leo. Watoto wakiumwa omba barabarani. Watoto wakiumwa tuuzishe viatu. Watoto wakiumwa tuuzishe kidaji. Lakini Allah anaweza. Allah anaweza. Acheni, Allah anaweza. Na ndiye sababu kaitwa Allah. Nitamke ama niseme, nikubalieni. Natoa shukrani za dhati kwa ndugu yangu, kiongozi wa kundi hili, mtoto mdogo sana kama Kudra. Allah ampe afya bora, amjalie pesa, amjalie kumpata mke wa pili na watatu, na amjalie hija inshallah. Amin, amin. Sababu mgongo wake ndio umepitia mpaka kututafutia mtu kama vile Dr. Sudi, kwa ukweli international. Tangu nizaliwe nilikuwa sijaona daktari. Nimemwona daktari kupitia mgongo wa ndugu yangu. Nimeona waganga tofauti. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La haula wala quwwata illa billah. Madakta wote waliokuwa hapa, Allah kupeni ujira mwema, umri mrefu wa amani na salama. Uislamu ni sisi wenyewe ndio tunaobonyeza, tunaokanyaga. Kumbe tuko na wateknisien, watu waheshimiwa. Nilikuwa nasikia wanasema ibitaro vyitwa Shifa. Mimi hata hapo kushifa sipajua. Tulitoa mtoto hapa saa 9 za mchana, tunambeba press urgent mpaka saa 3 za usiku mtoto amekataliwa kupokelewa. Ona Uislamu. Mtoto anavuja damu nyingi mno. Alipigiwa simu Dr. Sudi na mtu, pana mtoto yatima toka Kagwema yuko ku press urgent, alikuwa nakula, alikuja bila kunawa. Allah mpe ujira mwema duniani na kesho akhera. Taksi mpaka mpress urgent, hapakuwa maneno mengi, alinyanyua mtoto na damu, hakutizama ni mtoto mchafu, na damu, Allahu akbar, mpaka kushifa. Dr. Sudi akulala. Wallahi Uislamu ni neema jamani. Jamani Uislamu ni neema, msichezee Uislamu. Alikatongo macho, alikwenda kumtafuta mama mmoja Bwiza, alimleta mtoto, alitengenezwa, mtoto yuko salama. Zani ruwa mwana, ingo mwana. Mtoto meno yote alitoka. Daktari alisema nitamgusa mpaka kinywani mwake. Afu mimi mwenyewe natizama damu kisi zilivyo, naona tu kama vile ni kinya. Waganga Allah awape khairi na baraka, malipo mema duniani mpaka akhera. Kwa damu kama zile singegusa. Shahidi Allah. Shahidi Allah. Mtoto meno hana. Dr. Sudi, Allahu akbar. Mungu akujalie kheri bwana. Pato duniani mpaka kesho akhera. Akujalie kizazi chema ambacho kitakuja kuendeleza Uislamu, chenye huruma kama baba yao. Mtoto hapa kwenye mguu palipasuka. Dr. Sudi alisema ntilieni hapa. Sikujua mtoto atakula aje, sikujua mtoto ataishi aje. Waganga walijitolea mpaka mtoto leo manusura yake Allah kupitia mkono wa ndugu yetu, kiongozi wetu. Allah muwezeshe. Ninawaomba Waislamu, watoto hao wanasoma, ni watoto 102 ambao wanasoma masomo ya leta. Hawa watoto 42 wa baba zao walifia mvishimo vya wetu, wanatafuta dhahabu. Kakitu hivi kanasababisha ufe. Wanatoka Muyinga. Shahidi Allah. Nina watoto 71 hawana baba, hawana mama, hawana mjomba. Tuwalipie ada ya shule. Direktere yule yuko pale amevaa shati ya kitenge. Tunadaiwa 1,000,000 mwaka mzima, 1,432,000. Natoa tangazo rasmi. Ewe Muislamu, utayetaka kupata ujira kwa Allah, usimpi Ramadhani. Ramadhani ni bandi mwizi tu sana. Muone direkteur anaitwa Nahimana Olivier. Kwa kutegemea ujira wake Allah, fanya hivyo. Sitakuwa na mengi ya kusema, basi na kushukuru sana kwa Allah, na tutakieni heri na kuomba radhi kwa kiongozi wangu, kwa madakta wangu, kwa Waislamu ndugu zangu, dada zangu, kaka zangu ambao wamechangia kufika hapa. Kwa yale mabaya mtakuwa mmeyaona ama kusikia, mtusamehe.
tusameheke, maana na tabia mbaya mimi kusema sana na ombaga sana, mnisamehe. Na kama nitawauzi sana, mniombe dua kwa Allah nibadilishe. Namuomba Allah awalipeni hapa duniani kupitia amina za watoto yatima. Kesho mturabi ambaye mwenye shida ya maradhi, Allah mponye kwa huruma yake. Natoa shukrani za dhati. Sina mengi ya kusema, nasikia roho inaniuma. Nasikia wivu, na mimi ningekuwa daktari. Na mimi leo nikaenda kufanya kitu kama hiki fasi. Waislamu, kwa nini tusifanye hivyo sote? Tunakuwa tuna wivu wa kusema fulani amenunua gari. Tusiwe na wivu kama huyu. Bwana mdogo, hongera, Allah kulipa. Waganga 5 kama wa Burundi, tunamaliza. Tungetafuta tu ministre. Nitangaze rasmi, najua kama hapa pana watu wakubwa vigogo. Hiki kituo kinarudilia mu province. Hatuna ordre ya minister ambaye atajaliwa kuzungumza na ministre atupatie karatasi tuendeleze kufanya kazi. Sio tupatie mapolisi tu, watupatie karatasi. Agreement au niveau national. Mimi sipajui, nikienda watanigonga Bujumbura. Na honzi kwe. Ala barik. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bi nasta'in wa la udwana ila zalimin wa ba'd. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'al miskin. Ila al-aya. Nikushukuruni tu viongozi mliotupa fursa ya kuweza kufika hapa. Ndugu yangu, kaka yangu Ramadhani, kwa ujasiri na nguvu kubwa ya kuweza kubaki na hawa viumbe wa Allah, watoto ambao Allah anawatazama kwa jicho lake la huruma, na ndugu zetu, kaka yetu Sheikh Kudra na jopo lake lizima, na wote ambao walikuja wakishirikiana katika makundi mbalimbali. Nimeanza na aya tu ya Qur'ani inatukumbusha kwamba je, tunaona wale ambao wanaikadhibisha dini, wale ambao labda dini inakuja huku wenyewe wanataka waipitishe huku. Mfano wao ni wale ambao hawataki kujali mambo ya mayatima wala hata maskini, habari zao kwao hawasijali. Niliposoma hizi aya, mimi binafsi nimepata wito kwamba japo tunafanya mambo mengi, lakini kuna mambo ambayo tunaona ni madogo, ile yanaweza yakatuletea sababu ya kuulizwa mengi zaidi. Kwa hiyo dossier ya mayatima ni dossier iko essential sana katika maisha ya Muislamu wote ule au muumini. Hawa watu una miaka 17 umesema, labda mnajaribu, mnawaletea chakula, naona mwajengea manyumba, mmetia vitanda, mabati, kila kitu, alhamdulillah. Ila kama watu wa afya tumeona kuna umuhimu sana wakuja kuchunguza afya zao. Hatukuja kuwatibu magonjwa yote leo. Ilikuwa ni kuja kujaribu kufanya contact ya kwanza na daktari. Nashukuru sana. Naona mmenitumia dua nyingi sana kama Dr. Sudi, lakini sikuja peke yangu. Nimekuja la kundi la madaktari wenzangu, pa Dr. Feruzi Abdusalam, Dr. Latifa, na pana dada zetu ambao ni manesi. Na waona wote pale wameikaa, na pana kundi nzima ya uongozi wa Shifa Medical Center, na watu wote hata wenye wakuja wako pamoja na sisi. Kwa hiyo si jambo langu binafsi ndio lifanya, ni jambo la shirika, na tunashukuru zaidi. Watoto tumewakuta wote kwa ujumla hali yao ya afya si mbaya. Ni la kushukuru zaidi. Kwa sababu katika maradhi panakuwa maradhi ya kuambukia na maradhi yasiyoambukia. Na kiulimwengu leo haya maradhi yasiyoambukia ndio yanakuja yanaleta matatizo makubwa. Haya maradhi ya sukari, haya maradhi ya moyo, haya maradhi yanaanza kuleta tatizo la kansa na nini. Watoto hawana haya matatizo. Wote takriban isipokuwa kuna mmoja au wawili tumeona sukari imepanda, hata tukujua kama watakuwa wamekula asubuhi mapema au vipi. Lakini haijapanda sana, ila wengine wote vipimo vyao viko salama. La kumshukuru Mwenyezi Mungu.
Lakini hatutaishia hapa, ni kukumbushana. Kama kweli mnawajali mayatima hawa watoto wetu hawa kwa kuwaletea vyakula na manguo na nini, afya yao ni bora zaidi. Mazingira ya watoto wanapotumia, nafikiri kabla ya kuanza tumetembelea msalani, nimetaka nione wanatumia msalani aje. Nimeona kuna kasoro za maji, na maji ndio uhai, au sio? Ni vigumu kuishi katika maisha bora kama hakuna maji. Kwa hiyo niombe tu Sheikh Ramadhani na wengine wote ambao wanaoshirikiana na kila mmoja ambaye ananisikia katika video hii, itafutwe haraka sana solution ya kufanya hapa pawe maji na maji safi. Hili si jambo la kulalia, ni jambo la kutizama kama urgence na iharakishwe. Hilo ni moja. Jambo la pili, watoto kinywani wanastahili usafi. Labda mlikuwa hamjui, lakini sehemu ya kwanza chafu katika mwili wa binadamu ambayo ina minyoo na mikrobi nyingi inakuwa ni kinywa. Sasa kama kinywa hakikusafishwa, kinazidisha uchafu zaidi, na baadaye panakuja maradhi makubwa zaidi, kuanzia kwenye kinywa mpaka kwenye koo, kwenye koromeo, kuteremka hata kwenye maistoma na nini. Kwa hiyo watoto wanastahili kupata matibabu bora zaidi kuhusu usafi wa kinywa. Kama Shifa Medical Center tumejaribu kuwaletea labda dawa za meno na miswaki ili waweze kuanzia na hayo, lakini si mwisho. Panastahili kuwa matibabu zaidi. Wenye wataweza insha Allah tuwakutanishe na madaktari wa meno ili waweze kutizama meno yao, kwa sababu fizi kishaharibika, mambo mengi yataharibika na baadaye itakuja kuwa hali ngumu kuweza kuitizama. Tatizo la maji limefaa watoto wengi wana tatizo la tumbo, minyoo. Kwa hiyo katika dawa tulizozileta, nafikiri labda pengine watatizama kama kuna ZNA tuongeze hiyo Jumanne insha Allah, ila watoto wote wanastahili kunywa dawa za kusafisha kwanza hizi nyoka, uchafu kutokana na maji ambayo si safi, sehemu si salama. Hasa inaomba hiyo hali itizamwe. Ni wito kwa kila mmoja. Sisemi eti namtumia tu Sheikh Ramadhani hii habari. Ni kila mmoja ambaye amejitolea. Dada yetu naona amewaletea juice Masdelis. Mungu amlipe kila laheri, na wengine walioleta mengi. Nimeona wengine wamekuja wamejiandaa, dada zetu na kaka zetu kutoka Kiwenga na Asiatic. Kwa hiyo niombe tu ili jambo la wa ndugu zetu litiliwe program ambayo itaendelea. Kivyetu kama madaktari tutajitahidi labda pengine hata mara 3 kwa mwaka. Ikiwa imeandaliwa vizuri, kila baada miezi 4 tunaanza kwa tunapita hapa, itasaidia kupunguza uzito wa watoto kupata magonjwa makubwa. Kwa sababu mtoto kama ametizamwa leo, ni vigumu sana kesho kuta awe na maradhi makubwa yenyewe hatukiaona leo kama daktari. Kuna watoto ambao wanahitaji matibabu zaidi. Kuna watoto ambao wanahitaji hata kuonana na waganga wa kupasua. Maana itahitaji, wakikubali gisi tulioyaona sisi hapa, wanaweza kufanywa upasuaji. Kwa hiyo inabidi tushirikiane mapema sana, watoto waonane na wa specialist wa hayo matibabu ili waweze kutoa maamuzi yao. Ama mabinti washafikisha miaka 13 karibu wote wanahitaji kuonana na daktari wa wanawake, kwa sababu kuna hali ambayo si salama pia katika miili yao, ili waweze kuonana nao. Na kuna vidogo inabidi uonane pia na daktari wetu wa watoto ili insha Allah waweze kujua tumesaidia lipi katika haya ambayo tulioanzisha. Kwa ujumla ripoti ni hiyo ambayo tulioiona. Kimorali watoto wako salama. Kisaikolojia watoto wote wako salama. Hatujaona mtoto ambaye kichwa chake eti ana tatizo la kichwa wala eti wako na depression. Kwa hiyo hii hali itusaidie. Nafikiri siku ile nimekuzungumzieni, tupunguze wito wa kuwaita sana watoto mayatima. Tuwatafutie jina lingine lizuri ili kisaikolojia wasije wakaumia zaidi. Kwa hiyo wako vizuri kisaikolojia, wapate watu wa kuwachekesha. Tafuta mtu anakuja hapa japo kuwachekesha. Nimesikia kuna wengine wanapenda kucheza mpira, ila nimeona Sheikh Ramadhani hana mpira. Na mimi ni mpenzi wa mpira, inabidi tukununulie mpira, watoto wanacheza mpira. Haya mambo ya michezo yanafaa watoto wanakuza saikolojia zao. Sasa usibaki sana kuhifadhisha tu Qur'ani, wakose mtu wa kukaa japo kuvichekesho. Tembea Bujumbura, nimeona kuna wadada zangu wengi hapa, wanaanza kusaidieni kutafuta hata majue. Pana vitu majue zinafanya mtoto anachekecha akili. Miongoni mwa hii programu naweza mkaongeza majue zinasaidia mtoto akili inakuwa kwa kuweza kujua kupanga, atajenga nyumba aje,
nini puzzle zinakuaga hizo, waanza kuwa na majue mbalimbali, waishi kama watoto wa kawaida. Usikati tamaa wala usijioni mpweke, inawezekana. Wakiwa wamekuwa vizuri hivyo, hata shuleni kule director wao atasikia, wataendelea vizuri. Kuna watoto wana miaka 16 wangali darasa la 7. Si hali salama. Inaomba watoto wafuatiliwe mara kwa mara. Sidhani kama unayaweza peke yako. Kwa hiyo kuongea pia na masomo yao wakati wameenda masukule kwenye masomo waandaliwe. Sidhani kama mnaandaa watoto ambao watakuwa tu ni watoto ni mashehe. Kwa hiyo wasome elimu zote ili kesho kutwa wakuwe na manufaa katika jamii yao. Kwa hiyo inabidi kuchukua hatua sana katika hayo niliyoyazungumza. Ya usafi afanywe haraka sana. Kama ni madevi na nini, usisikie haya, tembea, tuko watu wengi hapa, watu waanza kujitolea. Hayo ya masomo ni hivyo watu wajitolee. Binafsi kuna tutajitolea katika hiyo factory yako inshallah, tutatizama kadri na uwezo, lakini pia kwa kushirikiana na viongozi wetu hao waliotuleta ili kuweza kujua tunaleta hali gani ambayo itaendelea kwa usawa, watoto wasiwe na tatizo kubwa la kiafya. Ndio kwa dhumuni letu hilo. Basi nikushukuruni nyote. Na niombe Mwenyezi Mungu azidi kubariki na azidi kukubali hatua hii tuliyoifanya ya kwanza, na atujalie nguvu na uwezo wa kuweza kuendeleza labda na zaidi. Tuwe na watoto ambao kesho watakuwa tutajivunia, ambao afya yao imeendelea vizuri, na madogo tumewaletea kama dawa, jundo zawadi tunayo sisi. Hizi dawa tumekuletea Bwana Ramadhani. Hizi dawa tumekuletea Bwana Ramadhani ni dawa tumechukua za msingi. Kuna dawa tuwezi tukaruhusiwa kuzitembeza zibakie barabarani. Kwa hiyo dawa tumekuletea wakikabidhi ni dawa za msingi. Labda pengine watakufundisha zinatumiwa aje. Lakini ni zile dawa ambazo watoto wakiwa na homa, watoto wakiwa na tatizo la minyoo, watoto wakichubuka, watoto wakiteuka uweze kuwapa. Na kila mtoto mmoja apewe mswaki na uwe na dawa ya meno ambao watoto wanakuwa wanatumia kila asubuhi na jioni ikiwezekana. Kwa hiyo zitumiwe vizuri, zitumiwe kwa fujo, na kila zikiisha unaweza tukawasiliana tuwe kama tukakuongezea nyingine dawa kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Basi sina mengi ya kuzungumza na kushukuruni sana kila mmoja katika heshima yake. Pia tunaomba watoto wetu wazidi kuwa tuna morale na wazidi kuhisi kwamba wana ndugu zao, kaka zao na dada zao wanaowapenda na wataendelea nao inshallah. Naam, asanteni sana. Asalamu alaykum. Murakoze. Nashoboye gukurikirana ikiganiro caciye mu rurimi rw'Igiswahili, ariko jewe ntabwo mfise ubwo bubasha bwo kukivuga umwanya muremure, ariko ndacumva kukivuga birangora. Nibaze ko babimbariye ko namwe bw'ikirundi mucumva. Ku mazina nitwa Olivier Nahimana, nkuko babivuze ndumwunganizi w'umuyobozi w'ishure nshingiro nga mu Kagwema. Hama nkabanjejwe kandi igisata c'amazi meza muri no commune yacu ya Gihanga. Nkuko babivuze kubijanye na politike, njejwe umuhari ugwaruka g'umuganga uri ku butegetsi muri commune Shasha ya Mpanda. Nadewe cyane no kuba naronse ubutumire, kuko uyu mwene wacu yambwiye ati urahashike, hari abashitsi baza kuhaza kandi ntiwobura ico udufasha, na mwabujya hariho byinshi ujejwe. Rero nakurikiranye ndumva ko ari byiza, aba bana turabakurikirana ku ishure, kandi iyo bibaye ngombwa tukavuga n'ubareze hari ibyo asaba natwe tukabikora. Iyo rero tubanye neza twese biraturyohera. Ariko nkuko yabivuze, ntabwo nsenga mu idini rya Islam, mugabo by'ukuri ikinengere mvuge mu cumve. Imisi yose aho mba ndi ndavuga nti nuwankuru kwavu aremera ko uzi kwiruka. Idini rya Islam ni idini rifise urukundo. Imisi yose nama nabivuze aho mba ndi hose. Ico gituma bitantera isoni kuba ndi kumwe namwe canke kuhashikano hantu umuntu ko ari mu Islam. Birandiyora cyane. Aba bana nabo gufashwa, kandi nabibonye ko mwabikoze, hariho ibyo kujya mwabazaniye. Numvise ko ari neho ubuvuzi bw'ibanze mwashoboye kubazanira, navyo nyene dusaba Imana ibagire neza. Hamari kibazo numvise kijanye n'amazi, nivyo ndayajejwe kandi naje mbahanye mu kino gisagara, yabuze na jewe mba ndayabuze.
hari ikibazo tekinike cabaye ku mugende ariko biko birakogwa. Umukuru w'igihugu yaraje amagarusha amahoro abito Kagame ya kabiri arahemerera amazi bica bituma uburyo bwose n'inguvu zose babishira aho hantu bariko rabitunganya. Rero vuba twaravuganye n'ujejwe igisata cy'amazi mu ntara arambwira ko vuba cyane atandwi izohera hakozwe ikirishwa de restage bazoza barahereza yepfo bayashaka mwana twibibuka yuko natutura abantu bayaduhereza. Nizere ko turafasha kuvugana rero vuba kandi byihuse kuko iki kigo kiraha badafite amazi meza yo kunwa cyangwa gukoresha. Urabona ko kiba ari kibazo kiremereye cyane. Rero ndabemereye ko ngiye gushiramo inguvu gusumba izo nari mfise kugira ngo bikunde iki kigo ndetse n'umutumba wose akagwema bashare kuronka amazi meza. Rero ndabashimiye kuba mumpaye kano kanya ko gugarana imbere y'ishengero. Ndajewe cyane kandi bimpaye inguvu biranyeretse ko ndi mu bantu bankunda kuko hariho benshi bavuga ko idini abadini ya Islamu n'andi madini megatabigendera ko je naba nabibabwiye je turazinanye n'abatari bake kandi turagenderanira nukuri norangiza nabemerera yuko idini rya Islamu ndarikunda cyane nubwo ntararonka sinabita umuhamagaro ukurizamwo ariko by'ukuri ndagemera neza yuko irifise ikintu cyitwa urukundo nuko Imana ibahezagire. Na mimi sitaweza nikawachokesha maneno mengi, nilikuwa nataka tu kuongeza tu fikra kutokana na mheshimiwa mwenye ametoka hapa sasa hivi. Kuna mambo tulikuwa tunataka kama ikiwezekana kwa haya mashirika tunaweza kutafuta vitu vimoja vinatoa blader. Hizo blader ni blader za wanatiaga maji hata maji katika. Yanakuwa vile tuseme ni 10 ml au 16 ml yanaweza kuwa kama vile tuseme pale hata maji katika wanaweza wakaendelea kama vile wiki mbili wako na tumikisha. Hizo blader mara nyingi zinaweza kuwa UNICEF. Kama panaweza pakatutolea mtu anaweza akaja tukamuelekeza gisi gani anaweza kufanya command kupitia UNICEF ili hizo bladeri zipatikane. Kwa sababu ndio wanatumikishaga makaa de refugee, makaa wakati pakipatikana haya mamarazi ya ghafla mara nyingi ndio nakutanaga wanatumikisha. Kingine kitu ni kutokana na usafi wa chooni. Chenaweza nikatoka hapa tu nimemkubalia kiongozi wa hapa Bwana Ramadhani, tutatafutana na wateknisie wenye wanajua kuchanga hizi chlor kupitia kule chooni. Hata mkipata maji kama mtakuwa na vile vitu watakuwa nasafisha itakuwa ni bure. Au kidogo tutawatafuta ili watafute mtu mmoja watu wawili wenye wanaweza kapewa na hizo formation ya siku moja ili wajue kisi gani watakuwa nachanga hizo dawa. Ili mtoto akienda hata kula sikutani na maminyoa, sikutani na nini. Unajua magonjwa mengi huwa yanatokeana na uko kwenye haja kubwa au haja ndogo. Natoa shukrani za dhati kuona watoto kama vile hao ni wengi sana, kuwalea ni vigumu na tumpe support iliyokuwa kubwa. Kingine naweza nikaomba kwa directeur hata kama ametoka hapa kutokana na hiyo budget yenye wameweza kusema, itabidi Bwana Ramadhani amuone directeur wazungumze kutokana na kitu kimoja kinaitwa atafute zile karatasi zile za indija wazipeleke ministeri ya solidarite kwa msaa hiyo vitu vyo vinapita kule ili watoto wao wanaendelea wanasoma suko na madeni. Kwa sababu ni maprocedure administratif tunajua kama ni vigumu, lakini umsogelee directeur kwa sababu wa indija wote huo wanasomaga bure. Lazima na wenyewe wako parmi wa indija wanaweza kuwa na wenyewe wanabeneficie hivyo vitu. Itakuwa ni bora zaidi mshirikiane na directeur kwa kutafuta hizo karatasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2024 yakiwa yameungana makundi takriban 10 ikiwa limesimamiwa na Al-Amnu TV, Amigo TV, Shifa Medical Center
wapo dada zetu wa Al-Muhsinin, kadhalika vile vile ndugu zetu vijana wenzetu wa Al-Muslimin, kadhalika vile vile Al-Mutahabbun, kadhalika umoja wa Waislamu huko Ufaransa, kadhalika vile vile na dada yetu anambeti yuko na jina yetu Power Bank, wanamuitaga Masdelis. Tumeshirikiana kwa kukabidhi vitu hivi hapa, pako juisi za watoto, kadhalika vile vile hizi ni omo kwa ajili ya usafi wa kufua nguo zao, kadhalika yale ambayo daktari amesisitiza sana, maradhi ya kinywa, amewaletea miswaki na dawa za meno, kadhalika vile vile wameletewa nguo na zile kilo ambazo zimetolewa na ndugu zetu waliopendezwa na ushirikiano wetu The Family. Wametoa kilo 150 za mchele na kadhalika vile vile kilo 75 za maharage ziko hapa. Kadhalika vile vile kuna mfuko wa unga wa kilo 25 unga wa mahindi. Hivi vitu vyote kwa taufiki yake Allah siku ya leo hafika si Al-Amnu TV na kabidhi. Tunakabidhi tukiwa sote hapa. Allah subhanahu wa ta'ala tulipe kheri na walipe kheri wote ambao waliwezesha hili jambo, na tujue kuwa tunalazimika kufanya makubwa zaidi ya haya. Huu sio mwisho wetu. Tuendelee kufanya inshallah. Allah kubarikini wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala wana maradhi, Allah watibu maradhi yao, na kadhalika vile vile wale ambao Allah anajua tuna shida ya pesa, na mimi nikiwemo tuna shida ya hela, Allah tufungulie riziki. Nikimuona kameramani wangu ajao, Allah mlipe na yeye aoe, na wale ambao tuombea dua mke wa pili, Allah subhanahu wa ta'ala afikishe iwe kweli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.